Karibu kwenye habari za ulimwengu. Serikali ya Korea Kaskazini inaendelea kuibua wasiwasi mkubwa wa kimataifa kufuatia hatua zake za kuimarisha uwezo wa nyuklia na wa kijeshi, hali inayochochea mvutano mpya wa kiusalama katika eneo la Asia Mashariki. Hatua hizo zimekuja sambamba na taarifa zinazoonyesha kuimarika kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Korea Kaskazini na Urusi, hasa katika kipindi cha baada ya kuongezeka kwa mashinikizo ya kimataifa dhidi ya Moscow kutokana na vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiintelijensia vya kimataifa, Korea Kaskazini imekuwa ikihusishwa na usambazaji wa silaha na risasi kwenda Russia, huku kwa upande wake ikipata msaada wa kiteknolojia, mafunzo ya kijeshi na kinga ya kisiasa katika majukwaa ya kimataifa. Ushirikiano huu umeongeza hofu miongoni mwa mataifa jirani ya Korea Kaskazini, hususani Korea Kusini na Japan, ambayo yanaona muunganiko huo kama tishio la moja kwa moja kwa usalama wao wa kitaifa. Wataalamu wa masuala ya usalama wanasema Korea Kaskazini inaonekana kutumia fursa ya mabadiliko ya mizani ya nguvu duniani kujijengea ulinzi wa kisiasa kwa kujipenyeza zaidi katika kambi za mataifa yanayopinga ushawishi wa Marekani na washirika wake. Kwa upande wa Urusi, wachambuzi wanaeleza kuwa kuimarisha uhusiano na Korea Kaskazini ni mkakati wa kuongeza uwezo wa kijeshi kwa gharama nafuu, huku ikitafuta washirika wapya wa kukabiliana na vikwazo vya kiuchumi na shinikizo la kidiplomasia kutoka magharibi. Hali hii imeilazimu Marekani kuongeza uangalizi na uwepo wake wa kijeshi katika eneo la Asia Pacific, ikishirikiana kwa karibu na Korea Kusini na Japan kupitia mazoezi ya pamoja ya kijeshi na kuimarisha mifumo ya ulinzi dhidi ya makombora ya masafa marefu. Wachambuzi wa diplomasia wanaonya kuwa mwendelezo wa hatua hizi kunaweza kusababisha mbio mpya za silaha katika eneo la Mashariki ya Kati, ambapo kila upande utaendelea kuongeza uwepo wake wa kijeshi kwa hofu ya kutishiwa na upande mwingine. Zaidi ya hilo, suala la nyuklia la Korea Kaskazini linaendelea kuwa changamoto kubwa kwa jumuiya ya kimataifa, kwani taifa hilo limekuwa likikaidi maazimio ya Umoja wa Mataifa na kuendelea kufanya majaribio ya makombora yanayoweza kufika katika mabara mengine. Kwa sasa jitihada za kidiplomasia za kurejesha mazungumzo ya nyuklia bado hazijaonyesha mafanikio makubwa, huku mazingira ya kutokuaminiana yakizidi kuimarika kati ya pande husika. Wataalamu wa masuala ya kimataifa wanasema kuwa iwapo hali hii itaendelea bila udhibiti, Asia Mashariki inaweza kuingia katika kipindi kipya cha mvutano wa kudumu wa kijeshi, hali itakayokuwa na athari kubwa kwa amani, usalama na uchumi wa dunia kwa ujumla. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.